kikubwa sana ambacho aliona kwa Jean Charles Ahoua. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unajua kufunga bao 15 hadi hivi sasa sio kwa bahati mbaya. Ni kazi ambayo anapaswa kuifanya mshambuliaji ama striker, lakini Jean Charles Ahoua amefanikiwa hilo akiwa kama kiungo mshambuliaji. Maana yake anavaa majukumu ambayo hadi sio ya kwake. Yani ukimtazama kwenye numbers atakupa assist, atakupa mabao. Ni mchezaji ambaye wengi wanatamani kuona akicheza kama hao wachezaji wengine ambao wanatajwa, lakini tukija kwenye numbers bado anawahukumu wachezaji ambao wewe unahisi ni bora kuliko Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kwangu mimi Jean Charles Ahoua ni mmoja kati ya wachezaji ambao wataendelea kuwa mwiba mzito kwa magolikipa na vilabu vingine ambavyo vinashindana na Simba. Ahoua ni bora kuliko Aziki. Tunaweza kutumia kauli wakati huu? Kwa wakati huu ni sahihi kusema hivyo kwa sababu tunarudi kwenye namba. Ni sahihi kwamba kusema? Ni sahihi kusema kwamba Jean Charles Ahoua namba 10 bora kwa hivi sasa kuliko namba 10 wengine. Kwenye numbers. Ameivusha Simba kwenda kwenye michuano ya kimataifa finali, ndiye ambaye alifanya hivyo, sio? Of course. Hadi hivi sasa kwenye mchezo wa leo amenufaisha Simba hat-trick ambao ameenda kuipiga na inafikisha mabao 15. Hili kitu inakuja kwa bahati mbaya. Ni mchezaji ambaye anafanya kile ambacho wachezaji wengine wanashinda ukifanya. Mchezaji ambaye ana umuhimu mkubwa katika kile kikosi ambacho kinaanza kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Azizi. Ni bora kuliko namba 10 yeyote. Walikuwa wanamfanisha na Stefan Aziki. Ndio maana nikakuuliza hili swali. Tunaweza kutumia kauli kwamba Ahoua ni bora kuliko Aziki. Ninavyosema wote maana yake namaanisha kwamba Aziki si kitu mbele ya Jean Charles Ahoua. Naomba urudie Yusufu kwamba Aziki bado kuna vitu anapaswa kujifunza kwa Jean Charles Ahoua. Kwamba huyu Azizi kuna vitu anapaswa kujifunza kwa Jean Charles Ahoua. Dakika 90 kwanza zilikuwa dakika za namna gani? Zilikuwa dakika 90 bora kwa upande wa Simba kwa sababu kwenye mchezo wa leo hakukuwa na rotation kubwa kati ya kile kikosi ambacho kimekuwa kikianza, kwa maana kwenye mchezo wa leo umeshuhudia wale wachezaji muhimu ambao wamekuwa kianza, kwa maana key players Jean Charles Ahoua kama ambavyo imekuwa kawaida yake leo anarejea Limpanzu Kibisawala. Kwa hiyo tunategemea kwamba muda mwingi Simba atatengeneza nafasi, muda mwingi Simba atakuwa akimiliki mpira na kupushi mashambulizi kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Ndivyo ambavyo imekuwa hususan kipindi cha pili, muda mwingi Simba amecheza kwenye eneo la timu pinzani na ni kulingana na ubora ambao alikuwa nao, lakini inakuja pia baada ya mpinzani wake ambaye ni Pamba Jiji. Approach ambayo aliingia nayo kwenye mchezo wa leo inawezekana ndio imekwenda kumgharimu, kwa maana kuwa na nidhamu ya kiuchezaji. Ninazozungumza nidhamu ya kiuchezaji ni namna gani ambavyo unaweza kutumia udogo wako kunufaika mbele ya timu kubwa, kwa maana ukiwa na mpira kitu gani ambacho unakifanya, ukiwa una mpira nini ambacho unakifanya. Kwenye mchezo wa leo unaona kama Pamba Jiji muda mwingi akiwa na mpira kitu gani ambacho anakifanya. Maana yake utapongeza utayari wa wachezaji wa Simba kwenye namna ambavyo walitumia madaraja ubora alionao. Lakini kwangu mimi mbali na kuwa Simba anashinda mechi zake, bado kuna mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana ambaye ni Fadlu Davis. Nafikiri hadi hivi sasa Simba akupaswa kuwa kwenye huu wakati ambao uko nao hivi sasa, kwa maana huu wakati wa furaha alipaswa kuwa nao Young Africans, lakini amekuja Simba chini ya Fadlu Davis ameweza kurekebisha na kubadilisha ile atmosphere nzima ya kile ambacho kilikuwepo. Maana yake kuna kitu kikubwa sana ambacho Fadlu Davis amekimprove na ile Simba misimu iliyopita. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwenye mchezo wa leo Simba alikuwa bora zaidi kwenye maeneo yote ndani ya uwanja, lakini pia mpinzani wake alikuwa bora kwa maana ya Pamba Jiji, lakini Simba alikuwa bora zaidi na ndio maana dakika 90 zinatamatika Simba ameshinda mabao matano ambayo naweza nikasema inawezekana kuna mtu alikuwa yanamuhusu vile mabao matano kama angejipendekeza ndio ikapangwa dabi ndio siku ya leo, kwa kwamba mabao matano yalikuwa yanamuhusu Yanga. Kuna mtu alikuwa anaziokota hizi 5. Yusufu umefikia huko? Sinaonekana kaka. Kwani unafikiri ni kwa bahati mbaya anachokifanya Simba? Ni madaraja na ubora wa wachezaji ambao wako nao. Lakini Azim Dewji alithibitisha kwamba zile tofauti ambazo zimewanyima matokeo, zimewanyima makombe misimu kadhaa, wamezimaliza, na ndio maana hivi sasa kitazama Simba ilipo utamkuta Mangungu, utamkuta Ahmed Ally na viongozi wengine. Lakini kuna kipindi timu ilisusiwa Ahmed Ally ba. Kwenye kila mechi utamwona Ahmed Ally aidha mikoani ama nyumbani ni kama ilikuwa imeachiwa, lakini hadi hivi sasa Simba yuko na wakati mzuri pia, ni kulingana na lugha moja ambayo anaongea kuanzia kwenye uongozi, technical bench pamoja na wachezaji. Kwa hiyo Budo Joshua Mutale performance ambayo anaendelea kuionyesha ni wazi anaendelea kuwa msaada kwenye kosi ya Simba. Nafikiri Joshua Budo Mutale ni mchezaji ambaye ni bora kuliko hama winga wengine hao, lakini
inawezekana ile pressure ambayo aliingia nayo iliendelea kumtafuna, na ndio maana ilikuwa ni vigumu kuweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini this time amesha improve kwamba yeye ni mchezaji ambaye anastahili kuanza. Ndio maana kwenye kila mchezo amekuwa na mchango, na hivi sasa ameanza kumpa thamani ya Fadlu Davis, kuona anamwamini, kwa sababu kwenye magoli ya leo pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika. Kumbuke kwenye penalti ambayo inshallah amefunga pia ni Budo Mutale ambaye alisababisha ile penalti. Lakini unakuja kwa mchezaji kama Elie Mpanzu, nafikiri mmoja kati ya wachezaji ambao ni bora, yani naweza nikasema hakuna mchezaji aina ya Mpanzu hivi sasa kwenye ligi yetu. Yani kwa kile kiwango ambacho uko nacho ni mchezaji ambaye ligi yetu ilikuwa ina misi kwa kiasi kikubwa. Elie Mpanzu kibisawala. Tazama mikimbio yake, namna ambavyo imekuwa na impact kwa timu, lakini tazama akiwa na mpira nini ambacho anakuofa. Mmoja kati ya wachezaji ambao anaweza kutumia madaraja ya ubora alionao kuweza kuvunja ngome ya timu pinzani na kunufaika. Kwa hiyo tumi nafikiri utatu mtakatifu, kwa maana Kibu Denis Prosper, Jaisha Lau pamoja na Elie Mpanzu unakwenda kuleta kombe la shirikisho hapa Tanzania. Utatu mtakatifu unakwenda kuipa Simba thamani kwenye michuano ya kimataifa na kubeba. Utatu tunaomba urudie, ni utatu upi Yusuf? Utatu mtakatifu namtaja Jaisha Lau ambaye ndo MVP msimu huu, hizo nakupa hizo. Na ufanya utabiri wangu, ndo MVP wa ligi ya NBC Premier League msimu huu. Mtatu mwingine Elie Mpanzu kibisawala, aka Volcano inayolipuka kwenye kila uwanja. Si kwenye michuano ya kimataifa tu, kwa sababu inawezekana hiki anachokifanya ingekuwa ni kwenye ligi tu. Tungemuuliza kwa nini kwenye michuano ya kimataifa fanya, lakini hadi kwenye michuano ya kimataifa na kuofa kitu kizuri. Nakuja kwa Kibu Denis Prosper. Kwa hiyo huu mtatu mtakatifu kuna namna ambayo unakwenda kuinufaisha Simba pakubwa. Shukrani sana Yusuf kwa time yako na tulichokizungumza leo kulingana na kile ambacho kimetokea uwanjani. Shukrani sana. Nikutakia kila laheri, lakini kubwa zaidi ni dabi iko pale pale. Shukrani. Kwa nyinyi ambao mchezi mtajua nyewe, lakini dabi iko pale pale. Shukrani bwana. Zanzibar pale kwa sababu hata hii wameingia finali, lakini umeona nusu finali ya finali walivyoingia, umeona mazingira. Kwa hiyo anaweza kupata goli la offside au VAR likawasaidia. Mpira una maajabu. Peja, mbona mnalalamikia sana Simba magoli ya VAR, marefa? Ligi ya ndani mnasema Simba wanabebwa na marefa, lakini hata ligi michuano ya kimataifa hii nao wanabebwa na marefa. Kubebwa unabebwa sehemu yoyote tu. Umeelewa? Yaani sehemu yoyote unabebwa. Ukiangalia goli ambalo limekubaliwa Zanzibar na goli ambalo limekataliwa kule, ukiangalia ni sawa sawa. Lakini wenzetu hawa wana ujanja fulani hivi wa kucheza na marefa. Wana ujanja. Wana marefa wa kimataifa hawa. Wana ujanja zetu. Iko ndo wametupiga gap kwenye ujanja huo. Lakini sasa wanapokuja kwetu sisi hapa ndio tunaumiza. Unakumbuka mara mwisho Simba anaifunga Yanga? Unakumbuka ilikuwa lini? Kibu Denis Mkandaji. Ndio mwaka gani? 2012. Umeona sasa, zamani sana. Sasa si malengo yetu Yanga ni kuwafunga Simba. Ndio lengo letu. Ni hiyo tu. Na ndio furaha yetu. Sisi shirikisho kabingwa, sijui kushiriki shirikisho sio kipaumbele chetu. Yaani kitolee hiyo ziada. Yaani sisi tukifunga timu ya Simba bado tunasikia rasa. Tunasubiria ikitokea TFF na bodi ya ligi wakakaa vizuri, umeelewa, wakasuluhisha ya mambo, tuko lazi kuingiza timu tarehe 15. Hatuwaogopi. Meja, nikushukuru sana. Asante sana. Meja wewe.